Kwa sasa mjadala wa kituo cha quarantine ya Ebola nchini Kenya umegeuka kuwa zaidi ya suala la afya. Wabunge, maseneta, viongozi wa upinzani na hata wananchi wa kawaida wameanza kuuliza maswali mazito ambayo serikali inaonekana kushindwa kuyajibu kwa uwazi. Na mambo yalizidi kuwa mazito zaidi baada ya Edwin Sifuna kufanya kile ambacho wengi hawakutarajia, akimshambulia Rais William Ruto kwa maneno ya kejeli yaliyowafanya hata baadhi ya washirika wa serikali wabaki wakitazamana. Lakini je, hizi ni siasa za kawaida au kuna jambo kubwa zaidi ambalo Wakenya wanajaribu kusema? Katika video hii tutakupitisha hatua kwa hatua kwenye kauli za Sifuna, wabunge wa Bungoma, tahadhari kali za Wanjiku Muhia, maandamano yaliyoandaliwa Laikipia, pamoja na wakati mgumu ambao Waziri Aden Duale alipata alipoulizwa swali moja tu kuhusu Ebola. Tazama hadi mwisho, sababu kadri simulizi hii inavyoendelea ndivyo inavyoonyesha picha kubwa zaidi kuhusu hali ya siasa na imani ya wananchi nchini Kenya. Baada ya mjadala huu kuanza, mmoja wa viongozi walionekana kuanza mashambulizi dhidi ya serikali, na alikuwa ni Senator wa Nairobi Edwin Sifuna. Katika mazishi ya mmoja wa viongozi yaliyofanyika huko Kabuchai, Sifuna alitumia lugha ya kejeli na ucheshi ambao ulisababisha umati wa watu kucheka, huku kitilia shaka maamuzi ya serikali kuhusu mpango wa kituo cha quarantine ya Ebola. Kauli zake zilisambaa haraka sana mitandaoni, huku baadhi ya Wakenya wakiziona kama sauti ya wananchi wenye maswali mengi ambayo bado hayajajibiwa. Jana tunaambiwa juzi ya kwamba Wamarekani wamekataa citizens wao wenyewe ambao wako na Ebola wasiingie Marekani. The Americans themselves are sending away their own citizens who have been affected by Ebola. Lakini mkora mmoja hapa Kenya, kwa sababu amepatiwa pesa, anasema tuletewe hawa wagonjwa wa Ebola hapa Kenya. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa William Ruto, hiyo hatutakubaliana na wewe. Haya mambo yote ambayo umefanya, vile mjumbe mmoja amezungumza hapa, tuachie uhai wetu, tupambane na hali yetu. Hawezi kutuletea ugonjwa hapa na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Bado malaria inaua watu hapa. Watu wanakufa na ugonjwa zenye hata tuwezi sema hapa, bilharzia bado inaua watu. Alafu unasema wewe ni expert wa mambo ya Ebola. Haitawezekana. Lakini Sifuna hakuwa peke yake. Wakati mjadala ukiendelea, mbunge wa Bumula naye aliingia kwenye mjadala huu kwa maneno makali zaidi. Kwa mujibu wake, swala hili limewafanya baadhi ya viongozi kufikia hatua ya kusema kwamba hawataki hata kusikia kuhusu kitu kinaitwa finance bill kabla wananchi hawajapata majibu kuhusu kile kinachoendelea. Na hapa ndipo mjadala ulianza kuhamia kutoka kwa afya kwenda kwa siasa. Watu wakaanza kuuliza swali moja kubwa ya kwamba je, hii ni hofu ya kweli ya wananchi au ni vita vipya vya kisiasa vinavyotumia swala la Ebola kama silaha? Tuletea hapa Ebola ituue. Ruto anataka kumaliza Wakenya. Nyinyi ndio nani? Na wacha nimalizie hivi. Sisi kuna sasa bill wameleta, finance bill. Ndugu zangu wa bunge, nataka kuwaomba kwa sababu ya gharama ya mafuta, sisi finance bill hata hatutaangalia, tunaiangusha kwa sababu inaenda kupandisha uchumi, maisha inaenda kuharibika. Tumalize, tusimalize? Tuangushe, tusiangushe? Nyinyi ndio nani? Nyinyi ndio nani? Asanteni, tukutane mapema sana mwezi wa 8 mwaka ambao unakuja. Thank you so much and God bless you. Na wakati viongozi wengine wakizungumza majukwaani, upande mwingine wananchi nao walikuwa wakianza kuonyesha hisia zao. Ripoti zilianza kuibuka kwamba baadhi ya wakazi wa Laikipia walikuwa wakijipanga kufanya maandamano ya amani kupinga mpango huu. Miongoni mwa viongozi waliojitokeza waziwazi kupinga mpango huu alikuwa mshirika wa Rigathi Gachagua, Wanjiku Muhia. Kauli zake ziliongeza presha zaidi kwa serikali, kwani sasa swala hili halikuwa tena mjadala wa viongozi pekee, bali lilianza kuonekana kama swala linalogusa wananchi wa kawaida. Sisi ni majirani wa Laikipia County, na kama majirani wao wakipata shida pia sisi tutapata. Mambo ya kuleta hiyo center ya Ebola Laikipia tumekataa kama Nyandarua, tumekataa kama majirani wa Laikipia. Na kama Rais Ruto anaona hiyo mjengo iko na pesa mingi, apeleke State House. Aeke State House iko na shamba kubwa zaidi ya ekari 100, agawe pale kona, hiyo Ebola station iwekwe wapi? Hapo State House. Lakini sisi kama majirani wa Laikipia County tumekataa. No Ebola facility in Laikipia County, not even in any other
county, in the 47 counties, we are studying as a country together, na tunasema no. Lakini kwa upande mwingine, wakati uliovutia umakini mkubwa zaidi ulikuwa kwenye mahojiano ya moja kwa moja ya televisheni yaliyomhusisha waziri wa afya Aden Duale. Katika mahojiano hayo, Duale alikabiliwa na swali moja ambalo limekuwa likiulizwa sana mitandaoni, ya kwamba kama hawa wagonjwa wanatoka Marekani, kwa nini wasitibiwe Marekani? Na hapa ndipo mambo yalipozua mjadala mkubwa zaidi. Manake watazamaji wengi walihisi kuwa jibu lililokuwa linatafutwa alikuwa linatolewa moja kwa moja, na kila dakika iliyopita maswali yalizidi kuongezeka. Let me ask you, have we misunderstood what it is about? So am I... No, you know, it's not misunderstanding. You know, it's so when I say... it's a very pedestrian argument that the US is bringing Ebola patients to Kenya. By the way, let me... So what is it? By the way, let me even give you... What is the agreement then? Let me even tell you. Let me tell you. Tell us first. The first US patient who got Ebola... Went to Germany? Was taken to Germany. Yes. And by the way, the second one to the Czech Republic. Yes. Yeah. The one in Germany is doing very well. Okay. And we are even talking, we want even to contact that hospital. Okay. And talk to those doctors. Okay. And see how they manage the case. All right. So we can learn from. So I am under pressure for time. So let me just ask you this. What is the arrangement that Kenya has entered into with the US government? We are building in Laikipia. We are building a quarantine isolation facility for use by both. Yes. That ordinary citizens cannot access. But let me ask you. We co-host the US with our security pact with them in Manda Bay. Okay. In Manda Bay, let me finish. Sorry, let me ask you. In Manda, give me a straight answer. No, I'll give you, but just a minute. Yes. You know, it's not the first time we are hosting our partners in our military barracks. Okay? We have the British next to the Laikipia Air Base. Yes. But fence to fence. Yeah. We have our colleagues, the Americans, in Manda Bay and many other places. Okay. So right now, for both our security, our military and security personnel, and the US personnel, we have invested. And that even does not stop a British or a Chinese or anybody else to go to any of our quarantine stations. And the reason is this. You know, Olive, in Kenya is a gateway to East and Central Africa. Okay. Do you agree with me? Yes. There are thousands and millions of people who cross on both sides, either through seaports, airports, and our borders. Okay? We have an obligation as a country, a moral obligation, to make sure that as we protect the public health, safety of our citizens, there's no way you can separate it from the thousands and the millions of other Kenyans, either working at the UN. The biggest UN headquarters in the south is in Nairobi. Okay. So what you wanted to know is that are we establishing? Yes, we are establishing. It's in my statement. Okay, you're establishing an isolation. And we will argue before the court. And the Laikipia Air Base. Yes, and we are for both us and the US. So. Lakini kama hilo halikutosha, Edwin Sifuna alitoa kauli nyingine ambayo imekuwa ikisambazwa sana mitandaoni. Katika kauli hiyo alisema kwamba timu yao ya Linda Mwananchi inaamini kuwa kumtoa Rais William Ruto madarakani peke yake kunaweza kutatua 80% ya matatizo ya wananchi wa Kenya. Kauli yake inaonyesha kwamba upande wa upinzani swala la Ebola linaonekana kuwa sehemu ya mjadala mkubwa zaidi kuhusu uongozi wa nchi. Niseme sisi wanalinda mwananchi tunaamini kwamba kutoa William Ruto peke yake inasuluhisha 80% ya shida ambazo tuko nazo. Immediately he is out of office, 80% of our problems will go, kwa sababu ni mtu mwenye roho mbaya. Hapa Nzoia nimekuwa naongea na wakulima leo, wananiambia leo ndio miwa yako ikatwe, tunahitaji permit na unahitaji uhonge mtu ndiye akupatie hiyo permit ya kukata miwa, wakati miwa walikuwa wanapambania pale nyuma.
Wameingiza sukari zimejaa kwa magala ya Nzoia, hawana haja na miwa yetu, wanataka kuuza sukari ambao wameingiza kila gai. Kwa hivyo hii serikali ni serikali dhalimu, na tunataka tuseme hatutakubaliana na nyinyi. Uwezi kutugandamiza na uweze kututawala pia. Wangapi hapa Kabuchai wanasema tuendelee mbele? Wangapi wanasema one term hapa? Wangapi wanasema one term? Bishop Kadima, Bishop Nosi mabuza ese muweo bego zalitaka lala yonge malilisi. I have a lot of respect for you as a Catholic myself. So nataka nikamilishie hapo. Niseme sisi tutatembea Kenya mzima, tuwatafutie marafiki nyinyi. Hakuna kabila ambaye imewahi kosea Sifuna. Mtu anakukosea individually. Nyinyi kuna watu mnasema nisiongee nao. Nitafute marafiki Kenya mzima. Tuende Ukambani kesho, tuende Mlima Kenya pia tuombe kura huko. Kama kwa hubo toka saa angwa nano munde kule ni mzima. Kuja kuime basale banyala baya kueta kurusi omundu muno omundu yuno usala. Sakalika rio? Asanteni sana na Mungu awabariki. Kilichoanza kama mjadala wa kituo cha quarantine ya Ebola sasa kimegeuka kuwa mtihani mkubwa wa imani kati ya serikali na wananchi. Kwa upande mmoja, serikali inasema mpango huu ni wa kisayansi na wa usalama wa afya, na kwa upande mwingine, viongozi wa upinzani na sehemu ya wananchi wanaendelea kuuliza maswali ambayo wanaamini hayajajibiwa kikamilifu. Na pengine swali kubwa kuliko yote si kuhusu Ebola, ni kuhusu imani. Mnanisikia? Yes. I'm a very serious guy. Mnacheza. Yes, hii nchi hii tutaisumbua mpaka ikuwe straight. Yes, we must do it. We must keep doing what we must do to change this country. Sio kama tunaelewana. Sasa je, Wakenya wanaamini kile wanachoambiwa na viongozi wao, au taifa limefika mahali ambapo kila tangazo jipya linakutana kwanza na mashaka kabla ya kuaminiwa? Niachie maoni yako kwenye comment section. Je, unaamini serikali imeelezea swala hili vya kutosha, au bado kuna maswali mengi ambayo yanahitaji majibu? Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.